niwapongeze wale wote ambao wamefika hapa leo kuja kushuhudia uzinduzi wa hamasa hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Wale wote ambao wamedamka na kuacha usingizi wao na kuacha shughuli zao kwa ajili ya Simba, sisi tunawashukuru sana, asanteni sana na tunawapenda sana. Lakini tunawashukuru vile vile wana hamasa ambao mmedamka kutoka Dar es Salaam asubuhi ya leo na kuamua kuja kuhanikiza jambo hili. Asanteni sana kwa support yenu, tuendelee kushikamana. Mheshimiwa Pendeza, pokea salamu zetu kutoka Simba Sports Club, kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, bodi ya wakurugenzi ya Simba ikiongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Mohamed Dewji. Tunasema asante sana kwa kutuheshimisha na kuja kwenye shughuli yetu. Tunafahamu kiongozi mkubwa kama wewe una mambo mengi, una shughuli nyingi. Watanzania wengi wanasubiri huduma yako, lakini ukasema nipeni muda nikawahudumie kwanza wana Simba. Ni mapenzi na Simba yako na mapenzi kwa Wazanzibari kwa ujumla. Ndugu zangu wana Simba, tuko hapa visiwani Zanzibar kwa jambo moja tu, kuchukua ubingwa wa Afrika. Hilo ndiyo jambo ambalo limetuleta hapa. Hata sio kucheza mechi, ni kuchukua ubingwa. Na tunaposema kuchukua ubingwa, maana yake tunakwenda kupigana vita zote tuchukue ubingwa. Asante baba. Kwanza ni watoe hofu wana Simba wote ambao mko hapa Mnazi Mmoja na wale ambao wanatufuatilia kwenye Azam TV. Vita inaendelea, vita inafanyika, mapambano yanaendelea. Hawa unaowaona hapa kwenye meza kuu ni wachache kati ya wengi ambao wamekuja hapa Unguja kutoka sehemu mbalimbali. Wa Dar es Salaam wote wamekuja hapa Unguja, wa Pemba wamekuja Unguja, wa Kaskazini wamekuja Unguja, wa Shamba wamekuja Unguja, wa Makunduchi wamekuja Unguja. Kila mtu ametoka alikotoka, amekuja Unguja na amekuja kufanya jambo moja tu, kuhakikisha Simba anachukua ubingwa. Kwa hiyo vita ya nje, ndugu zanguni wana Simba, imeshaanza na tuko vizuri kweli kweli. Wana Simba wote ungane, wana Simba wote ungane. Kwa hiyo kwenye hili msiwe na wasiwasi, mapambano yanaendelea. Lakini vita hii sio ya mtu mmoja, vita hii ni ya kila mwana Simba. Na Waswahili wanasema ukijua huu mwenzio anajua ule. Sasa wakati viongozi wanapigana kwenye huu, na wewe pia una nafasi ya kufanya ule, ili Simba tuweze kuchukua ubingwa. Watu tunazidiana maarifa, watu tunazidiana ujuzi, watu tunazidiana kuona. Kwa hiyo wewe kama una maarifa ya kutosha, kama una ujuzi wa kutosha, kama uko thabiti kwenye maeneo yako,
Usisubiri uwe kiongozi wa Simba, usisubiri ufatwe. Hapo hapo ulipo, fanya namna Simba tuchukue ubingwa huu. Kwa hiyo hii vita ni ya kila mwana Simba. Haya mapambano ni ya kila mwana Simba. Heshima tutakayoiweka Jumapili ni heshima ya kila mwana Simba. Sio heshima ya Mohamed Dewji peke yake, sio heshima ya Mangungu peke yake, ni heshima ya wana Simba wote. Wewe ndiye ambaye utapita mtaani unatamba, wewe ndiye ambaye utapita mtaani unawadozoa wapinzani wetu. Sasa basi tunatafuta heshima ya pamoja, na heshima ya pamoja tutaipata kwa watu wote kushirikiana na hatimaye tukafikia malengo yetu. Ndugu zanguni, tunautaka huu ubingwa. Yaani hakuna jambo jingine tunaloweza kusema zaidi ya kwamba tunataka huu ubingwa. Na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, huu ubingwa unabaki Simba Sports Club. Mwaka 1993 tuliukosa huu ubingwa. Hatuna wa kumlaumu, lakini ni historia ambayo imebaki, imeacha vidonda katika mioyo yetu. Wale waliokuwepo mwaka 93 wameishi kwa maumivu hayo tangu kipindi hicho mpaka leo, na wale waliozaliwa baada ya 93 wamezaliwa wakakutana na hiyo historia, imewaumiza hadi kufika leo, wamefikisha miaka 32, wameendelea kuishi kwenye hiyo historia ya maumivu. Hatuko tayari Simba hii ya sasa kuishi tena kwenye historia hiyo ya maumivu. Hatuko tayari kuliona kombe linakuja uwanja wa Amani alafu linaondoka linakwenda Moroko. Hilo ni jambo ambalo hatuko tayari litokee kizazi hiki, hatuko tayari litokee ndani ya zama hizi. Tutalibakisha. Zanguni, hilo halina mashaka hata kidogo. Ili kombe linabaki Zanzibar,
kombe linabaki Tanzania, kombe linabaki Unyamani. Maandalizi yote yamefanyika, mipango yote inaendelea kufanyika, na asitokee mwana Simba yeyote akawa na mashaka, akawa na uoga, akawa na wasiwasi eti ya kwamba tumefungwa goli 2 pale Morocco, basi Simba hawezi kupindua meza. Niwahakikishie na tuwahakikishie kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, 2 zinarudi pale katika uwanja wa Amani na 1 linakwenda kutupa ubingwa katika siku ya Jumapili. Simba tumeshafanya maajabu makubwa sana Afrika hii. Acha tusizungumzie zamani, lakini ndani ya msimu huu katika michuano ya kimataifa, kila timu ambayo imetufunga tumeifunga. Tangu tumeanza mashindano, kila timu ambayo ilitufunga na sisi tumeifunga. Na safari hii Berkane ametufunga, ameshamaliza zamu yake. Ni zamu yetu sisi sasa kwenda kumfunga Berkane. Asante sana Mheshimiwa Pondeza. Bila shaka Zanzibari na wanasimba kwa ujumla wamefurahi kukusikia. Ndugu zangu, tumefikia tamati ya shughuli yetu. Nikushukuru sana Mheshimiwa Pondeza kwa kujumuika nasi siku ya leo. Lakini kuna mambo mawili ningependa kusisitiza. La kwanza, watu tuendelee kununua tiketi. Hilo ndio jambo bora sana mwana Simba unaweza kufanya hivi sasa. Mengine yote yatakuwa tu ni porojo, lakini mwana Simba mwenye thamani ni yule ambaye amenunua tiketi yake hivi sasa. Mwenye Simba, mwana Simba wa maana, mwenye Simba bora, mwana Simba anayeitakia mema Simba yake ni yule mwana Simba ambaye hivi sasa ninapozungumza ana tiketi yake mkononi. Huyo ndio mwana Simba wa maana, na huyo ndio mwana Simba wa thamani. Uwanja unaingiza watu 15,000. Yani hadi kufika kesho tuwe tumeshamaliza hizo tiketi, tuendelee na mipango mingine, na hilo linawezekana. Jambo la pili, sare yetu siku ya Jumapili ni jezi nyekundu. Usije umevaa nguo ya aina nyingine yeyote ile zaidi ya nyekundu. Nyekundu, vaa hata shuka nyekundu njoo. Jezi ziko waje ziko. Ili umevaa kitu chekundu. Jezi ziko. Halali wewe unavaaga tu kanzu. Jezi futa kanzu nyekundu. Usivai hii ya rangi ya ugoro.
nyekundu ndio sare yetu Jumapili. La mwisho, kesho ni Ijumaa, ni siku tukufu kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Katika sala zenu wana Simba, hakikisheni mnaiombea Simba Sports Club. Ndani ya siku ya Ijumaa kuna ule muda ambao ukiomba dua inajibiwa papo kwa hapo. Basi katika maombi yetu ya kesho, Simba Sports Club awe bingwa. Hii ni kwa kila Muislamu atakayeshiriki swala ya Ijumaa siku ya kesho. Jumamosi ni siku tukufu kwa Wasabato. Watakapoenda kanisani Jumamosi, watuombee dua mnyama awe bingwa. Rabi Hume, ukienda kanisani kesho utuombee dua. Na viongozi wa dini wa Sabato kesho wakiendesha ibada, kesho kutwa Jumamosi, watuombee dua mnyama awe bingwa. Na mkimuona kiongozi wenu anajisahaulisha, mnamkumbusha, bwana, weka dua ya Simba Sports hapo. Jumapili ni siku tukufu mno kwa watu wenye imani ya Kikristo. Kwenye misa zenu kesho Jumapili tuiombee dua Simba Sports Club. Dua yako binafsi wewe muumini, lakini makanisani kote dua zifanyike. Tuwaombe wachungaji, mapadri wote ambao wataendesha misa siku ya Jumapili, basi kuwe na dua maalum ya kuiombea Simba Sports Club. Hili tunaliomba kwa unyenyekevu mkubwa. Hili tunaliomba kwa msisitizo mkubwa, tukifahamu ya kwamba sisi si chochote, si lolote bila mapenzi, bila rehma na bila baraka za Mwenyezi Mungu. Tumpigie goti tukianza Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Atakufa vibaya mno Marabu. Kwa hiyo tusisitize hilo, tufanye dua binafsi na viongozi wa dini wote watakaoendesha ibada Jumamosi, Ijumaa na Jumapili, tuiombee Simba yetu. Heshima ya Simba heshima ya Tanzania inakwenda kuandikwa Jumapili. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, nirudie tena kuwashukuru nyote ambao mmefika kwenye tukio hili. Kilichobaki sasa ni vitendo. Twende tukatimize kile ambacho tumeahidiana, mnyama aweze kufikia malengo yake. Watu wa hamasa mtabaki hapo, tupeane maelekezo kwa ajili ya kurejea Dar es Salaam. Na wale wa hapa Zanzibar tunawashukuru sana, asanteni sana, asanteni sana.